بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ndugu zangu wa Kiislamu, moja kwa moja tukumbuke tupo katika masiku matukufu mno, masiku katika siku za dunia. Siku hizi tulizokuwa nazo tumeingia katika musimu wa kheri, na turejeshe shukrani zetu kwake Allah kwa kutuafikia leo tumeingia masiku 10 ya Dhulhijja, masiku ambayo yameapiwa na kusimuliwa ndani ya Qur'an. Imekuja sura al-Fajr. Sura hii ni sura Makkiya, ni sura imeshuka Maka, ni sura ambayo imeshuka kile kipindi cha mateso makali dhidi ya Waislamu, khasatan al-mustad'afin la mani'a lahu, hasa wale Waislamu wanyonge ambao hawana mtetezi walikuwa wakiteswa, na wenye kutesa walikuwa agenda yao na fikra yao, hakuna chochote hata tukiwatesa hakuna kuwatulipiza sisi. Ikaja sura hii Mwenyezi Mungu kuwataja watu wabaya na watu waliokufuru kabla yao, taifa la Nabii Allah Saleh na taifa la Nabii Allah Hud pamoja na watu wa Firaun. Mwenyezi Mungu alikuwa akiwaonesha watu wa Maka, watu waliopita kabla yao nini walipata, mateso walioyapata baada ya kukaidi na kuwatesa Waislamu. Lakini pamoja na ujumbe wake, ndani yake kulianza na viapo vya aina 3 au viapo vya aina 4. Wal fajr, Mwenyezi Mungu anaapa na wakati wa asubuhi, wakati wa al-fajr, wa layalin ashr, lakini pia akaapia na masiku 10 ya Dhulhijja. Wa shafi'i wal watr, akaapia na namba shufa na namba witiri, wal layli idha yasr, lakini pia usiku utakapoondoka, hal fi dhalika qasamun lil hijr. Viapo hivyo ni viapo kwa mwenye akili. Mwenyezi Mungu ameapa hapa, inna Allaha la yuqsimu illa bi'adha'imil umur. Mwenyezi Mungu mara nyingi haapi isipokuwa anaapa na mambo makubwa. Ukiona mambo haya yameapiwa, basi ni mambo mazito mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ma min ayamin al-amalu salih ahabbu fiha ila Allah, hakuna siku ambayo mtu atatenda amali njema itakayomridhisha Allah kama amali itakaotendwa masiku 10 haya ya Dhulhijja. Idadi ya miezi kwa Allah ni 4, lakini miezi 4 ni mitukufu. Miongoni mwa miezi 4 mitukufu ni huu Dhulhijja. Huu Dhulhijja ni mtukufu zaidi kuliko wenzi wake, lakini ndani ya utukufu wake haya masiku 10 haya, kuanzia siku mosi mpaka siku 10, haya masiku ni matukufu kuliko masiku yaliyobakia katika huu mwezi ambao ndio tuko ndani yake katika mwezi huu. Basi ndani ya mwezi huu masiku haya, mtu yoyote atakachokifanya, kama ni dua, kama ni wema, kama ni toba, basi jambo hili lina thamani kwake Allah kuliko hata zile siku tukufu za Ramadhan, labda siku za mwisho za kuitafuta Lailatul Qadr. Ibrahimu an-Nakhai rahmatullahi alayhi anatuambia, rak'atun fi Ramadhan, rakaa moja mtu atakayesali ndani ya Ramadhani bi 1000 rak'a, basi huandikiwa amesali rakaa 1000. Wa tasbihatun fi Ramadhan bi 1000 tasbiha, akifanya tasbihi moja anahesabika tasbihi 1000.
wa sadaqatun fi Ramadhan bi alfi sadaqa, atakayetasadaka ndani ya Ramadhan anahesabiwa sadaka 1000, wa sajdatun fi Ramadhan bi alfi sajda, atakayesujudu Allahu akbar akasujudu sijida hiyo ndani ya Ramadhani inahesabika ni sijida 1000. Yani ndani ya mwezi wa Ramadhani alhasanatu fihi tatadha'af, mambo mema yanapata nyongeza, yanapata ziada, pamoja na ziada nyingi tulizoziona ndani ya Ramadhani. Wallahi thumma wallahi, hazioni ndani wa haya masiku 10. Leo sijui ni siku ya pili, siku ya tatu tokea yaanze. Bahati mbaya haya mambo au hizi siku 10 ya al-asr zimekosa tu ile promo ya sawasawa, zimekosa ile hamasa ya sawasawa, na ukizingatia siku zenyewe ni chache na mwezi wenyewe si maarufu zaidi ya watu kwenda hija. Utakuta masha Allah mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad yatatangazwa kwa nguvu zote, hafalati, maulidi na jambo la kheri. Zikija siku za Ramadhani zitatangazwa, na hivi ndio inavyotakikana. Ukitokea mashindano ya Qur'ani yatahamasishwa kwa nguvu zote, lakini unakuta promo ya masiku 10 haya, promo yake bado haitoshelezi, kwa sababu utakuta haya kama leo, utakuta hutuba ya mwanzo leo inaanza kuzungumzia haya masiku 10. Wengine ndo wanajua kumbe tupo ndani ya masiku 10, washasahau. Lakini haya itakiwa promo yake kabla haijaingia wala hayajakaribia. Kama tunavyoona Ramadhani tunaanza kuihubiri kuanzia Rajab, kisha ukisha kuja mwezi wa Shaabani zile tashkili zake wallahi utafikia Ramadhani ishaingia. Kila mwana wa chuoni, kila khatibu utasikia jamani Shaaban ndo balozi wa Ramadhani. Kwa hiyo utamkuta mtu ashajiandaa mapema na mwezi wa Ramadhani. Ni jambo la kheri. Hizi siku 10 zinashindia yale mapromotion ya Maulid. Hizi siku 10 zinashindia yale mapromotion ya mashindano ya Qur'ani. Hizi siku 10 zinashinda mpaka Ramadhani yenyewe. Ni siku ambazo Allah kaziapia, na haya mengine wala hajapiwa ndani ya Qur'ani, wala layalin ashr. Ibn Kathir anasema layalin ashr ni hizi layalin min Dhulhijja, ni hizi siku 10 za Dhulhijja. Kwa hiyo pamoja tumechelewa na promo yake, lakini nipeni masikio kidogo tena kwa kifupi tu hutuba hii ya leo, ili mpate kuyafanyia kazi masiku yaliyosalia insha Allah. Masiku 10 haya ni masiku mazito mno, ni masiku makubwa mno. Miongoni mwa ukubwa wake, kwanza kabisa usithubutu hata kwa bahati mbaya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Katada anasema wazi wazi, na Ibn Abbas katika tafsiri anasema wazi wazi, kama unavyoona thawabu zake ni kubwa, ni nzito, zinatisha. Maana utisho wake Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ma min ayamin al-amal salih, hakuna siku yoyote, maana yoyote ile kwa tanwini, itatendwa ndani ya siku hiyo ikamridhisha Allah kama siku 10 hizi. Maana hakuna siku yoyote, hata siku za Ramadhani au kwa lugha nyingine, hakuna amali yoyote, hakuna khairi yoyote, hakuna dua yoyote, hakuna wema wowote Allah ataufagilia, atauthaminisha, atauongeza, ataukubali kwa haraka kama wema utakaotenda ndani ya masiku 10 haya. Sasa kuna wema mmoja ambao tunajua ni jambo kubwa. Wema wenyewe ni wema wa kwenda jihad. Jamanini, jihad, mnaijua jihad? Mtu akiwa mujahid fi sabilillah, Mwenyezi Mungu akikutizama kwa jicho la huruma mara 6, alhamdulillah, unapata taufiki ya kuja kuswali sala 5. Lakini akikutizama kwa rehema zake mara 10, unachukua pesa zako, milioni zako kadhaa, unakwenda kufanya ibada ya hija.
Hija sio kutaka tu wala si pesa, ni kuitwa. Lakini pia Mwenyezi Mungu akikutizama kwa jicho lake, mara 6 ya sala, mara 10 ya hija, mara 20, mara 30, mara 40, mara 50, mara 60, mara 70, ainur rahma, ndio unakuwa mujahid fi sabilillah, ndio unafikishwa kwenda ribat. Ndio maana kwenye hutuba mimi nina uwezo wa kuzungumza chochote. Naweza nikasema simama uswali Sheikh, emtoka kidogo pale, lakini wewe unaambiwa idha rakiba al-khatib ala al-minbar fala tatakallamu, ansitu wastami'u wa'tabiru. Nikishapanda mimi hapa, watu wote kimya, hata kameramani acha kamera zako. Atakayefanya japo tasbihi akajiona mcha Mungu, na mimi nasema faqad laqa, amefanya mchezo, wa man laqa fala jum'ata lahu. Tume anasema anayecheza hana Ijumaa akaja kutalii. Lakini pamoja na uzito wa jihadi, Bilal bin Rabah alizungumza katikati ya khutba, na khatibu hakuwa Uthman Maiko, alikuwa khalifati Rasulillah Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Yupo kwenye mimbari anatoa khutba, Sayyidina Bilal akanyosha mkono, akasimama, akakatiza, akasema ya khalifata Rasulillah, ewe khalifa wake Mtume Muhammad, a'tabtani lillahi ajli nafsik, ulikuja ukaninunua kwa watumwa kule nikiwa naadhibiwa, ulifanya yale kwa ajili ya Allah utuambie, au ulifanya kwa ajili ya nafsi yako? Naomba utuambie. Akasema Sayyidina Abu Bakar, ya nini unayaleta haya? A'tabtuka lillahi wahda, nilikuacha huru kwa ajili ya Allah pekee. Akamwambia, sasa kama uliniacha huru kwa ajili ya Allah, sitaki kusikia maneno kunaambia mimi ndo mzee nimebaki peke yangu katika mji, Mtume ndio kishakufa, tuilinde Maka sote kwa pamoja. Na kuambia wazi wazi, la uadhin li ahadin ba'da rasulillah, mimi sio muadhini wako wala sio mkimu swala wako, siwezi kuadhini kwa yoyote baada ya kufa Mtume Muhammad. Sasa unataka nini mzee? Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume wa Allah anasema, Abu Bakar, afdal amalul mu'minin jihadu fi sabilillah. Nimemsikia Mtume wake Allah akisema amali bora kwa muumini kuliko amali zote ni jihad. Uridu an urabitu hatta amut, nataka mimi nikapigane mpaka nife, sitaki kukaa tena hapa Maka. Niache fadhila za jihad kusomeni muadhini? La hasha wakalla, niache niende. Afdalu amalul mu'minina jihad. Kwa nini alitaka kwenda jihad? Kwa sababu mujahid akipigwa, akijeruhiwa, akakatwa, akapasuliwa, ile damu ikitoka kabla haijatua chini, amesamehewa madhambi yake yote, mujahid fi sabilillah. Mpaka Mtume akasema afdal, asema aljannatu tahta dhilalu suyuf, pepo ipo chini ya vivuli vya panga. Tunamkumbuka ndugu yetu Handara radhiyallahu ta'ala anhu, anakwenda jihad, anapigwa uta katika sudghi yake. Sudghi ni kati ya sikio na jicho. Baada ya kupigwa mkuki ule, anakufa. Maneno ya mwanzo alianza kusema fustu wa rabbul Kaaba, fustu wa rabbul Kaaba, fustu wa rabbul Kaaba, na hapa nimefanikiwa na mwapia Mola wa Kaaba, ndugu zangu nimeukata, nimefanikiwa, naondoka. Mtume leo anawaambia sahaba, ma min ayamin al-amalu salih, hakuna siku itakayotendwa amali njema itazidia masiku 10 haya. Sahaba akasema wala aljihad, jihadi imepromotiwa sana. Je, jihad? Mtume kwa mdomo mpana akasema wala aljihad, hata jihadi haioni ndani. Ya Rasulullah, wala jihad? Asema wala aljihad, wala jihadi haioni ndani, isipokuwa labda mtu aende jihad, akifika kule apate rosi, apate hasara, mali yake yote ipotee, majumba yake yapotee,
heshima yake ipotee, sio vipotee vitu, yeye mwenyewe asirudi amalizike huko huko. Ndio utaweza kumkompea na mimi na wewe leo tuloingia katika masiku 10 haya. Amuoni amekosa promo, mapema itakiwa tujiandae na masiku kama haya. Ndani yake kuna jambo kubwa sana haya masiku, ila tunachukulia wepesi kabisa haya masiku. Sasa Abu Qatada anasema wailaka, na Ibn Abbas ole wako, kwa sababu ukifanya kitu kitakuwa kina ubora kuliko ndani ya Ramadhani. Ole wako ufanye madhambi, dhambi lake ni janga kubwa. Wallahi inawezekana ulikuwa umesalimika, maana kuna baadhi ya watu kilichowatenganisha na kuingia motoni ni pumzi zao zikikata, wanaenda kuchomwa na Allah, wanaenda kuteketea na Allah. Sasa inawezekana ndugu yangu Muislamu ulikuwa hujambo katika ghadhabu za Allah, lakini masiku haya umeyaingia kwa ghafla. Siku zimeingia, unazini, unacheza kamari, unalewa, unamshirikisha Allah ndani ya siku hii. Ikawa hizi siku 10 ni sababu wewe kila kukicha jina lako linaondolewa katika mlango wa pepo na kuandikwa katika mlango wa moto, zikakupeleka motoni. Dhambi yake ni kubwa sana. Hizi ni siku ni kukoma kabisa na dhambi ili la mwanzo. Anza kupambana na nafsi yako kuacha dhambi hata kabla ya kuelekea taa, kwa sababu dhambi huwa musabbibu irmanu taa. Ukifanya dhambi kipindi hichi ina nuks, inakunyima kheri zote, inakunyima taa zote. Zina uloifanya siku zilizopita hata ndani ya Ramadhani hazishabihishwi na zina ya kipindi hichi. Kipindi hichi unaweza ukafanya zina moja kwa moja ukaenda na maji, ukawa kila siku unatafuta dhambi mpya. So hizi siku ni mwiko, zina uzito mkubwa. Wenzetu waliopita kabla walipata misukosuko, matatizo. Yale matatizo yao yaliondoka ndani ya masiku haya. Mtizame mzee Adam alayhi salam, Allah amempa heshima ya kusujudiwa na malaika, kisha Allah akamkirimu akamuingiza peponi, kisha Allah akampa kibali chakula anachokitaka bila kutumiwa ujumbe wala wahai, mubasharatan. Allah kamonya Adam akamwambia faqula minha ragadan haythu shi'tuma, kula unachokipenda, wala taqraba hadhihi ash-shajara. Wala simtume Jibril akuagize, na kuambia mwenyewe mubasharatan, wajhan biwajhi, face to face, bighairi tarjuman, hakuna translator, mimi ndo nakuambia wala taqraba hadhihi ash-shajara, usije ukala mti, na nakuambia hasara yake fatakuna min adh-dhalimin, mtajidhulumu nafsi zenu. Mimi ukinikosea sina huruma Adam, nakasirika. Fa'asa Adamu rabbahu faqawa, Nabii Adamu binadamu kamshika baada ya agizo la Mungu na takrima zote na heshima. Usione ni mchezo wewe ukaambiwa malaisi wakusimamie au mawaziri wakusimamie. Jibril anaambiwa msujudie Adam, malaika tahara, la yaasuna Allah, hamwasi Mungu, status zao ni kubwa. Akafeli, akateleza mzee Adam. Alipoteleza Allah alikasirika, aliambia ihbitu minha jamia, tokeni hapa, toka kabisa. Alifukuzwa peponi. Alilia mzee Adam, alitumia toba za kila sampuli, akiwa analia rabbana inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Akaomba sana, akalia sana, ukatolewa upepo ukampeleka kwa spidi mpaka India, akashushwa kwenye mti huko. Utajua mwenyewe Adam. Tena upepo umemseparate. Kama huyu mke lilokupa ndo alikuchanganya, samkewe kashushiwa Maka, yeye mwenyewe kashukia India, mtajua wenyewe. Yupo kwenye ghadhabu za Allah. Cha mwanzo alichokihisi, alijihisi yuko uchi, haja zimembana, na mtu yoyote anayetembea uchi ameghadhibikiwa na Allah. Adam akahaha, toba yake Allah alikubali siku ya kwanza ya masiku haya ya Dhulhijja, siku ya mwanzo kabisa. Fataba Allahu alayhi innahu huwa tawwabur rahim. Dhambi yake ilomtesa haya masiku 10, Mwenyezi Mungu akaikubali toba yake. Si jambo dogo hili. Mtizame Nabii Allah Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Amepata fitna za wanawake, amepata misukosuko, amepata shida nyingi Nabii Yusuf. Hasadi gani zinamwandama?
alimwomba Allah kwa tadharruan. Siku ya pili ya masiku haya Allah akakubali dua ya Nabii Allah Yusuf. Unasemaje babu yetu mzee Zakaria alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam? Nabii Zakaria alayhi salam, mke wake Yusuf ishakufa, hana mayai, ni mzee, hedhi apati. Anamuomba Allah, anaomba mtoto uzeeni, hichi ni kituko. Mwenye asema wa mraati aqira, mke wangu ni kikongwe, sio mzee, ni kikongwe, kimechoka. Lakini siku ya tatu kwa utukufu wa siku hizi Allah akaijibu dua ya Nabii Allah Zakaria. Siku ya 4 Maulid Isa alayhi salam, siku ya 4 akazaliwa Ruhullah, miujiza yake Allah Nabii Allah Isa ambaye ni aya ya kumtambulisha Allah. Siku ya 5 au siku ya 6 akazaliwa ulil azmi min ar-rusul Nabii Allah Musa. Nabii Musa kaja kumuarifisha Allah ni kalimullah, anayezungumza na Allah katika ulimwengu huu bila kupitia malaika. Siku ya 6 ya masiku haya matukufu ambayo wewe unataka kulewa ndani yake, wewe unataka kuzini ndani yake, alizaliwa Nabii Allah Musa, mtukufu wa Bani Israili. Lakini siku ya 7 ni siku adhim. Siku ya 7 ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa kheri zote Mtume Muhammad, akamwambia inna a'tainaka al-kauthar, hakika wewe tumekupa jaha ya kukubalika na watu, hakika wewe tumekupa utume, hakika wewe tumekupa wafuasi, hakika wewe tumekupa umma mzima unakubalika kuliko wenzie wote waliopita, hakika wewe tumekupa kisima cha Kauthara kiko peponi. Siku hii ya 7 mtume akapewa kheri zote. Unasemaje siku ya 8 ndugu yangu Muislamu? Siku ya 8 ni siku adhimu mno, ni siku tukufu ambayo milango 30 ya dhiki na shida na tabu ya moto wa jahannama yote inafungwa. Mkiona joto hili tumeweka feni, si joto kwamba kipindi hichi cha joto, mtume anasema fa'abriduhu birak'ataini innahu min fawji jahannama. Jahannama ina tabu, ipo huko mbingu ya 7 mpaka hapa tunaihisi sisi jahannam. Mkiona joto limezidi, hebu swalini rakaa 2, hilo ni vuke la moto wa jahannam. Kipindi cha masiku kama haya 10, ile milango ya dhiki 30 yote ya moto wa jahannama yote inafungwa, alafu milango 30 ya faraja kwa as-saimina wal-murabitina wal-ruk'i was-sujudi, kwa watu wote wenye kufunga hongera yao, kwa watu wote wenye kumwomba Mola wao hongera yao. Inafunguliwa milango 30 ya faraja. Milango imeletwa, unaendeleaje kuwa na umaskini uliokuwa nao na tabu na kuachana kusipokuwepo? Milango 30 hiyo ishafunguliwa ya faraja. Ama siku ya 9 mwezi 9 ni siku ambayo atakayeweza kufunga ndani yake Allah atampa kitu cha ajabu kweli kweli. Atampa msamaha wa madhambi mawili, mwaka uliopita na mwaka ujao. Ina maana nasema kama kuna mtu alishawahi kuidiriki Arafa mwaka uliopita, basi hata kama alizini jana, hiyo dhambi yake ni maasum, haikuandikwa kwa sababu alipewa ofa hiyo. Arafa inakuja hivi, si vitu vya mchezo. Lazima Muislamu upitilize vitu vya sampuli kama hii. Wanawachuoni wakasema sasa yale matendo mema yaloamrishwa tufanyeni vitu 6 ndani ya masiku haya. Jambo la mwanzo kabisa wakasema taubatan nasuha. La kwanza kabisa la kufanya ni toba ya kweli kweli, na toba ya kweli kweli ni mambo 3 mabwana. Ayuqlia anil ma'siyah, kwanza kabisa acha dhambi jumla. Usitubie uzinifu ndani una mwanamke hujamuoa, achana naye. Hiyo ndio taubatan sadiqa, toba ya kweli. Acha dhambi. La pili, ipatikane hisia ya kujuta kwa nini ulifanya, machozi yaonekane. Lakini jambo la 3 ni kuweka azma, hurudi. Mungu, iwe ubinadamu tu, lakini wallahi nia yangu sirudi. Hili jambo la 3. Kwa hiyo kwanza kabisa taubatan nasuha, kwamba kipindi hichi nihakikishe mimi na kuwa mpya, sina dhambi hata moja. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, wanawachuoni wanasema swala za faradhi.
Na hizi sala za faradhi pale panapoaziniwa msikitini, usiswali nyumbani, uswali ni msikitini. Swala zote 5 tumepewa sala 5 ndugu zanguni. Si kipindi mimi na sala zangu 2, sala 3, 2 zinanishinda kwa sababu nipo kazini, hakuna habari kama hiyo. Swala 5 swala za faradhi kipindi hichi ni muhimu sana, kwa sababu haya yote tulotajiwa yanatengeneza maisha. Man hafadha ala salawati al-5 akramahu Allahu bi 5 khisal. Atakayesali sala 5 mambo 5 anapewa. Yarfau anhu dhaika al-aish, kwanza maisha ya tabu ataondoshewa. Sala 5 wanawachuoni wanasema. Lakini ama jambo la tatu wanasema qira'atu al-Qur'an al-Karim. Ni kipindi tusome sana Qur'ani kwa wingi kipindi hichi. Isiwe mpaka leo Ijumaa umekosa hata juzuu moja. Soma kila siku juzuu 2, juzuu 3. Hujamaliza juzuu pale ulipoishia, rudia kwa wingi sana, ndio khairi ambazo wametuwekea mbele yetu. Ama jambo la 4 silatul rahimi. Ni kipindi cha kuunga kizazi. Ni kipindi sasa cha kusuluhishana. Tufikie sasa, tukae ndugu kwamba jamani, tumalizeni ikhtilafu zetu, tumalizeni tofauti zetu, mtafute muumini mwenzio, malizaneni. Hichi ni kipindi cha kuwa msafi, cha kujishusha, usigombane hata na mtu mmoja. Na mtu anaonekana dhaifu akifanya mambo mawili. Akipewa jambo akasema shukrani na asante. Akimkosea mtu akamwambia afwan, samahani, unaonekana mtwana kuomba radhi. Jishushe, ugomvi uishe. Anayesamehe watu na anayependa kuomba msamaha, huyu ni mtu wa peponi. Hichi kipindi hakuna shekhi kashasema, lakini bado roho yangu inaniuma. Inakuuma kitu gani wewe mbele ya akhera? Dunia tunapita tu. Toa tabasamu japo moyo unavuja damu. Nani huwezi kumsamehe? Umefanywa nini wewe? Kuna watu wamechukuliwa mke wake na amesamehe. Wallahi, nani alofanywa magumu kama Mtume Muhammad? Mtume Muhammad, mke wa binti yake anayempenda, kapigwa mkuki wa mimba kubwa, kafa Sayyida Zainab. Mtume mke wake kipenzi anayempa utulivu, katiliwa fitna kwamba kamsaliti ili wagombane. Mtume fesi yake anaoipenda, uso wake tahara, shanja waja, katiwa shoka la uso, kangolewa meno. Lakini Mtume Muhammad anatangaza pale Maka, idhahabu antum tulaqa al-afu 'inda al-maqdira. Mtume anasamehe. Wewe usamehe wewe nani? Wewe usamehe wewe nani? Mangapi umemkosea Allah? Je, Allah akikuwekea ngumu sikusamehe? Kwa hiyo yoyote aliyokutenda, hata kakufanya nini, msamehe mara nyingi. Tena sio msamehe, fanya mawili, msamehe afu tupilia mbali. Kuna faida gani ni msamehe mtu afu mtupilie mbali? Kwa sababu ukimsamehe mtu na ukitupilia mbali, lile jambo analivaa yeye. Allah anakusimamia wewe. Allah, wewe bakia na unyonge wako. Basi bwana, ningefanya hivi kweli, ningemfunga. Basi nakubali, kubali hivyo hivyo unyonge. Tumalize hutuba, haituruhusu. La mwisho, kuna adhkari wamezipendekeza tuzifanye. Wakasema dhikri ambayo itakiwa tukifanye kipindi hichi ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, pamoja na takbira. Kwa nini tuifanye dhikri hii? Si mimi jamani, nimewanukua na wazuoni, kwa sababu katika dhikri hii kwanza ina miujiza. Muujiza wa mwanzo wake mna kilima cha la ilaha illa Allah, ambaye Mtume anasema afdalu dhikri ana wa qultuhu wan nabiyina min qablu. Dhikri tukufu nilifanya mimi na mitume wote ni hii hapa. Kwa hiyo kama wewe ni mfanya adhkari, hakuna dhikri bora katika dhikri zote kama la ilaha illa Allah. Imo ndani, utakuwa umeunganisha. Lakini katikati yake kuna tasbihi subhanaka, maneno ya malaika yamewatakasa, yamewapa heshima kwa Mungu, yamo ndani. Wanachuoni wanatupenda, rahimallahu mashaikhana, wanaturahisishia tu kazi yetu kutekeleza tu. La mwisho kuna al-iqrar. Mwisho kuna toba katika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Angalia sasa uzito wake. Mwenyewe alosema maneno haya Allah anasema wadhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, then fastajabna lahu, tukamwitikia alichokuwa akikiomba. Na wewe sasa ndio utaitikiwa utakachokiomba. Lakini wanajainahu minal ghammi, tukamwokoa na madeni na matatizo na kesi na uhaini. Lakini haijaishia hapo, wakadhalika nunjil mu'minin, kwa kupitia hii
tutawaokoa waumini. Hii ukisoma hata mara milioni 10 ndani ya Ramadhani haifikii siku moja ulioisoma katika masiku haya 10 ya Dhulhijja haya. Sio kipindi cha kupigizana kelele, mwezi lini, hili lini, sio kipindi chake hichi. Hichi ni kipindi cha kufanya maamuzi. Hichi ni kipindi sio cha kusema mashekhe mnatuyumbisha. Unayumbishwa nini? Chukua tasbihi yako, anza kumcha Allah. Anza kuhesabu idadi hizo, ikhtilafu achana nazo wewe mbele kwa mbele. Lakini miongoni mwa mambo akasema wanawachuoni, katika mambo yale 6 la kufanya jingine ambalo mtume hajalifanya ni kufunga saumu. Haikuthibiti kwamba mtume hizi siku hizi alifunga, ila mama Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga sana mpaka tunasema huyu hatofutari. Alikuwa akifunga sana. Miongoni mwa kheri za kufanya ni saumu, kwa sababu as-saumu junna. Saumu ni ngao. Ukishafunga ile saumu ya hasa tumbo linapata njaa, lakini moyo unapata kulainika, unajikinga na maasi. Ninavyozungumza mimi kama khatibu nimefunga na sijaanza leo, tokea mwezi umeandama. Umeshindwa kufunga hizi siku, basi siku ya Arafa usikose. Na mimi nitakuambia ukizifunga hizi siku 10 zote, maana hata watu wa sunna wanakubali kwamba miongoni mwa kheri saumu. Hakuna shekhe sijui wa Kiwahabi wala anayezuia hizi saumu. Tufungeni, lakini mtume hakufanya, ila ni katika kheri. Na ukianza mwezi mosi, wewe una dalili ya kuipata hiyo siku ya Arafa. Kwa sababu utakuwa umeanza mwanzo mpaka mwisho kabisa. Na mengi sana ya kusema, naomba nikome hapo kwa fadhila zenu na kwa sababu ya wakati. Ila kitu kimoja tu, tusisahau kuomba maisha yetu. Maisha yetu ni magumu sana. Maisha yetu yanatia aibu. Tunaishi madeni. Wanaume mkikosa pesa hata usingizi hauji, unakata kabisa. Utapataje usingizi? Umemlaza mtoto wa mtu hapa, hata kumvalisha baibui unashindwa. Watoto wako hawaendi shule, wakienda madrasa kila siku wewe unasema nishaongea na mwalimu kila siku. Mambo gani kama haya? Lipa school fees za shule, wasomeshe watoto wako shule nzuri, kuwa na kipando. Haya ndio maisha. Tukiyasema maisha haya, dunia imekuja msikiti, nani yupo akhera hapa? Wote tuko duniani. Dunia ikae vizuri, na dunia tunavyoitafuta sisi Waislamu sio kama wanavyotafuta wasiokuwa Waislamu. Hizi amali zimekuja kutukomboa. Wewe shangaa tu. Pengine ni ibilisi ndio anakuambia achana na dunia. Wewe ikose dunia utaipata akhera. Kasimana ni maneno kama haya. Tunamuomba Allah atupe taufiki na tukunjulie dunia yetu na akhera yetu katika masiku matukufu kama haya. Waqala azza min qailin alim, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajri wal layalin 'ashr. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.